Kuna mafanikio makubwa nchini Lebanon. Kuondolewa kwa mfumo wa makombora uliokuwa unatishia nchi nzima. Kuundwa kwa eneo la usalama linalozuia uwezekano wa uvamizi kuelekea kaskazini mwa Israel. Na sasa pia linazuia mashambulizi ya moja kwa moja ya makombora ya kupambana na vifaru. Lakini pia linatuwezesha kubadilisha hali nchini Lebanon. Tunashambulia kama tunavyofanya sasa katika eneo la usalama, kaskazini mwa eneo la usalama na pia kaskazini mwa mto Litani River. Tuna uhuru wa kuchukua hatua ili kuzuia vitisho vya haraka na vinavyoibuka. Huu ndio makubaliano tuliyofanya na United States pamoja na serikali ya Lebanon. Sina dhana kwamba hili litakuwa rahisi. Wala sidhani, na nasema kwa uwazi, kwamba kazi imekamilika. Bado kuna vitisho viwili vikubwa kutoka Lebanon, kutoka kwa Hezbollah. Tishio la makombora ya 122 mm na tishio la ndege zisizo na rubani, drones, UAVs. Hii inahitaji mchanganyiko wa shughuli za kiutendaji na kiteknolojia. Waziri wa ulinzi na mkuu wa majeshi wanafahamu hili vizuri. Tunafanya juhudi kubwa za kiteknolojia kutatua matatizo haya. Ikiwa tutayatatua kupitia mchanganyiko wa mbinu za kiutendaji na kiteknolojia, kimsingi tuko katika njia ya kuipokonya Hezbollah silaha, kwa sababu hii ndiyo silaha kuu walizonazo. Hivi ndivyo walivyobakiwa navyo. Wana takriban 10% ya makombora waliokuwa nayo mwanzoni mwa vita. Hata hivyo, haya bado yanawasumbua wakazi wa kaskazini, na ninathamini sana ustahimilivu wao na msimamo wao imara. Lakini bado tuna majukumu mawili yaliyobaki, na ninachotarajia kutoka kwenu ni kutatua matatizo haya mawili, kwa sababu naamini tutaweza pia kutatua upande wa kidiplomasia ikiwa tutakuwa tumeyatatua haya.